Tulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa sababu muda ndio hivyo, utaratibu, basi ngoja niende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amen. Hebu inua mikono yako, hebu mshukuru Bwana kwa ajili ya mtumishi wake. Mshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi wake. Bwana Yesu, asante kwa kupaka mafuta mtumishi wako, mafuta mabichi, mafuta matakatifu, mafuta ya furaha. Nalibariki jina lako na kutukuza kwa ajili yake na kwa ajili ya neno ambalo umeweka kinywani mwake, ambalo limetoka katika moyoni mwake, katika madhabahu yako, Bwana Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pokea utukufu, heshima na shukrani na sifa zote. Nami najitisha chini ya mkono wako uliohodari. Chukua nafasi yako, fanya yale ambayo wewe pekee yako waweza kuyafanya, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninacho kibali. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Ninao upendeleo. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Ninao upendeleo wa Bwana maishani mwangu, katika hatima yangu, katika kile eneo la maisha yangu. Asante Bwana Yesu. Haleluya. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu mke na mwanamke. Kwa hivyo tukawa na dondoo chache kuhusu mwanamke mwema kujenga nyumba yake mwenyewe, na mwanamke mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mmoja hujenga na mmoja ufanyaje? Ubomoa. Sasa uliza jirani yako, kati ya hao wawili wewe uko katika kundi lipi? Linalobomoa, linalojenga? Ongea na jirani yako. Ongeni kwanza akupe majibu, alafu tuendelee. Ongea na wewe jirani yako. Naongea na mwanamke aliyetoka katika ubavu wa mwanaume. Wewe ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu akamwambia mambo magapi pia nataka kufanana hivyo. Akasema, akafananisha mtu anayesikia neno lake na kulifanya. Akamfananisha na mtu mwenye hekima ajengee nyumba yake juu ya mwamba. Alafu akasema mtu wa pili ni mtu anayesikia lakini hafanyi alichokisikia, aishi alichokisikia. Akamfananisha na mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Hakuchimba msingi, akaweka juu. Kwa hivyo yakatokea mambo haya matatu juu ya nyumba zote mbili. Mafuriko yakaja, upepo unaitwa dhoruba ikaja. Alafu akasema na gharika. Sasa mafuriko, sijui yalikuwa mafuriko ya maji au mafuriko ya nini,
Alafu anasema na gharika likaja pia. Nyumba ile iliyojengwa juu ya mwamba ilisimama, haikutetereka. Lakini hii iliyojengwa juu ya mchanga ilianguka, na anguko lake lilikuwa la kishindo. Kwa hiyo unaweza kulinganisha hayo mawili. Kwa kuwa wewe wa Yesu Kristo, kinachokufanya uwe mwanamke mwenye hekima ni yale unayosikia kwa Yesu Kristo na kuyaishi. Kwa hivyo unafananishwa na mtu mwenye hekima. Upo duniani, misukosuko ya kila namna yaweza kuja, kwa kiwango cha gharika, kwa kiwango cha mafuriko, kwa kiwango cha dhoruba, lakini bado wewe utakuwepo. Huyo anaitwa mwanamke mwenye hekima. Itatokea misukosuko ya kila namna duniani, hautachukia, utalaumu, utakufuru kwa nini niliumbwa mwanamke. Kwa sababu unajua thamani wako na heshima yako inatoka wapi. Kwa sababu unajua Mungu ndiye asili yako na neno lake hautaliacha likadondoka, utalifanyia kazi. Na unapolifanyia kazi, Yesu anasema unafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake chini ya msingi ambayo ni mwamba. Kwa dhoruba ya aina yoyote inapokuja, iwe ya uchumi, iwe ya kuharibu jina, iwe ya maradhi na magonjwa, iwe aina yoyote ile, hautetereki. Sema sitetereki. Sitetereki. Sema kwa sauti. Sitetereki. Kwa nini? Unajua chimbuko lako. Dakika chache zilizopita nilipokuwa kabla sijaja hapa nikasoma maana ya semina. Maana ya semina ni kusanyiko la wanafunzi katika chuo kikuu au darasa la wanafunzi. It's a class of students in a university discussing a problem as they gather together, studying a problem as they gather together. The reason is to get the solution. Ni darasa la wanafunzi walioko chuo kikuu wanaofanya usomaji wa kina kuhusu tatizo fulani. Kwa hivyo wakakusanyika kwa pamoja ili wapate suluhisho. Wangapi naongea nao? Amen. Kwa hivyo tunaposema semina, maana yake ni kiwango cha wanafunzi, ni darasa la wanafunzi walioko chuo kikuu. Lakini sio chuo kikuu cha dunia hii, ni cha Roho Mtakatifu. Sema haleluya. Mara nyingi watu wengi wameenda katika semina kama hizi, lakini wametoka kapu. Watu wengi wameenda vyuo vikuu, lakini hawakuhitimu. Lakini ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba jioni inapofika, tunapoahirisha semina hii, utakuwa umehitimu katika kile kilichofanywa, ukawacha mambo yako ya muhimu, ukaacha mali hapa. Na Bwana akupe vyeti vyako, Bwana akupe cheti chako kilicho safi. Naongea na mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana akiwa upande wako, nani awezaye kuja kinyume nawe? Maana kile utakachopata kwa Bwana kitafanya Bwana awe upande wako, na hicho kitasababisha, haijalishi ni
ni mwanga wa aina gani? Maana sauti ya Bwana upasua mianga. Sauti ya Bwana upasua mierezi. Sauti ya Bwana upasua miamba. Hakuna kinachoweza kusimama mbele yako. Sauti ya Bwana hufanya bahari kupasuka na kufanya njia. Kwa hivyo jalishi nini kimesimama mbele yako. Baada ya jioni ya leo, kwa hayo unayasikia tangu ufike hapa siku ya Alhamisi, yatakufanya baada ya miaka na miaka watu watakuona ukitunda katika ubora na uzuri wa hilo neno ulilolisikia, maana una cheti cha Bwana. When God qualifies you, no one can disqualify you. Bwana akikuinua hakuna wezaye kukushusha. Maana yake ukija kwenye semina ya Bwana, Bwana mwenyewe usimama kwa ajili yako, na akikupa cheti ambacho amekupa, hakuna anaweza kusema hichi cheti hatukitambui. Wanachoweza kusema cheti hiki umepata wapi? Maana ni bora kuliko vyeti vyote. Cheti tunaweza kuona uhalisia wake katika damu na nyama, ndipo nasema ndio. Maana si kwa msikivu tu, bali ni mtendeaji. Naongea na mtu hapa. Mambo yanakuja miaka ijayo 2021, 22, 23 mpaka inafika miaka 2035. Dunia itakuwa sehemu ambapo ni salama kwa watu ambao hawana Yesu Kristo. If you are not saved by then, you are not safe in this world. Kama utakuja okoka, hautakuwa salama katika ulimwengu huu wa dunia hii, na pia utakuwa salama katika jehanamu ya moto. Amen. You make a decision now. Unafanya uchaguzi wako sasa, sio kesho, sasa. Uwe wa Bwana au uwe wa shetani. Na njia moja kwa shetani ni kusikiliza ya Bwana na usiyatende. Shetani anaweza kukuruhusu uje kwenye semina, lakini anaweza kukatalia kuzingatia na ufundisho. Mara nyingi watu wanaenda kwa ajili ya maombezi na sio kwa ajili ya kutafuta utafiti kuhusu matatizo yao ili wapate suluhisho. Mara nyingi wanaokuja sio wanafunzi. Wanaokuja ni watu wanataka kuangalia nini kiko hapo. Na hii ni dhana katika Afrika na hasa Tanzania, ambayo elimu yake katika mambo ya Mungu yamekuwa mizengo na mawewe. Wanajua tu kupokea, lakini sio neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anza kufundisha wanakuwa wanakushangaa. Sasa anza kujiangalia. Kinachokufanya wewe mke mwema, au kinachofanya wewe mwanamke mwema, ni kuzingatia yaliyo Yesu Kristo na kuyafanya. Uyafanya unaitwa mwanamke mwovu. Kama mnasikia? Sasa hilo tumeshaliona. Tunaona mwanamke mmoja ambaye ni mama wa wote, anaitwa Hawa. Ni mwanamke ameweka na Mungu katika bustani. Nini kilichotokea? Hakuweza kusimamia kile ambacho Mungu alisema. Akaruhusu mwanafunzi aje kumfundisha wakati yeye mwalimu. Akamwambia eti Mungu alisema ukila utakufa. Akasema ndio. Akasema Mungu anajua ukila utafanana na akalisha mume. Na wote wakafukuzwa kwa utaratibu wa Mungu. Namba moja, mwanamke yeyote lazima awe anaishi katika utaratibu wa Mungu, na kwa utaratibu huo amewekea mipangilio ya Mungu. Sisi naongea na mtu hapo. Naongea na mtu hapo. Sema naishi katika mpango wa Mungu. Na katika huo mpango nimeweka mipangilio yangu. Sema mimi ni mtu wa utaratibu wa Mungu. Mimi sio mtu anaenda taratibu. Mwambie mimi sio mtu taratibu.
Mimi ni mtu wa utaratibu. Utaratibu wa Mungu. Sema kwa sauti. Utaratibu wa Mungu. Mimi ni mtu wa utaratibu wa Mungu. Na katika utaratibu nimeweka mipangilio. Sifanyi tu vitu kwa sababu nafanya. Nimeweka mpangilio. Na katika huo mpangilio kuna vipaumbele. Na naongea. Zingatia hicho ninachosema kwanza. Sasa anza kujiangalia mwenyewe. Unaishi kwa utaratibu wa mila na desturi. Utaratibu wa kupakwa majivu. Utaratibu wa kwenda kaburini ambao si wa Mungu. Au unaishi utaratibu wa Mungu. Naongea na nani tazama. Alafu mipangilio ipi umeiweka? Kifamilia, kikanisa, kitaifa, na ikiwezekana kimataifa. Unanisikiliza, unaandika pia chini. Au nafikiri hayo utayakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni utaratibu upi unaweka? Utaratibu wa Mungu kisha kwepo, ndipo naweka mipangilio yako. Mipangilio hiyo ina kitu kinaitwa kipaumbele. Na kipaumbele kina muda. Muda wako ukoje? Bwana Yesu asifiwe. Matumizi ya muda wako katika vipaumbele vyako ikoje? Mwanamtu yeyote asiyekuwa katika utaratibu hana mipangilio, na kama hana mipangilio hana vipaumbele, na kama hana vipaumbele muda wake ni ovyo ovyo, anatumia anavyotaka. Kwa hiyo ni rahisi sana kukutana na wasiofaa kusemezana na wewe, wakasemezana na wewe, ukawacha cha muhimu, ukaanza kujenga juu ya mchana, ukawa mpumbavu. Naongea na mtu hapa. Natoa mfano kwa sababu najua hii ni semina ya wanawake, ni mkusanyiko wa wanafunzi, ni mkusanyiko la darasa la wanawake ambao ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika chuo kikuu cha Yesu Kristo, ambacho Yesu Kristo amemkabidhi Roho Mtakatifu anene yaliyo ya kwake. Sasa wengi walioolewa wameharibu ndoa zao kwa sababu walisikia pembeni. Naongea na mtu wako. Na wewe yaliyokuumiza uliumizwa kwa sababu ulisikia mtu kasema, lakini sio Mungu amesema. Na naongea naye. Mtu kasema vibaya juu yako, sio Mungu kasema vibaya juu yako. Nimeanzia hapa ili sasa napokuja kwenye majukumu ambayo Mungu anataka uwe nayo, utaanza kuona kumbe hiki ndicho Mungu anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona mwanamke ambaye alikuwa sikiliza anachotakiwa kukisikiliza, na hakusikiliza anayetakiwa kumsikiliza. Na nini kilichotokea? Mtumishi ametoka kuambia lazima ufahamu nani mwenye majibu ya matatizo yako. Lakini nataka kuambia matatizo hayo sio kwako, yamejipachika. Ni mwizi huyu. Mwizi hawezi kujua mwizi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uje kutafuta suluhisho kwa Yesu Kristo. Kwa kusanyiko hili ni kwa ajili ya kupata suluhisho katika yale yanayoendelea duniani, katika yale uliyoumbiwa ili uwe suluhisho na.
Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu wako. Kwa hivyo uwe umeolewa hujaolewa, kuna mambo ambayo lazima uzingatie, kwa sababu Yesu aangalie kuolewa kwako au kutokuolewa kwako, anaangalia kusudi lake. Hilo kusudi lake ndio litakusababisha uwe mwanamke mwema au uwe mke mwema. Tunaweza kuendelea mpaka mnawake. Sasa leo sitazungumzia sasa hivi kuhusu mwanamke. Nitazungumzia kuhusu mke. Alafu jioni tutazungumzia kuhusu mwanamke. Hilo hata mkikubaliana na mimi msikubaliana na mimi ndivyo imeshaamriwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa haraka sana tuangalie Methali 31 mstari wa 10. Tunaanzia hapa. Ningependa kusoma kwa mistari tofauti nikipanda juu nikienda chini, lakini nikaona kusoma umeshazoeshwa kusoma 10 kwenda chini. Wewe tusome hivi. Lakini ningeweza kutaka kusoma kutoka chini kwenda juu, au kuanzia katikati kwenda juu alafu nashuka chini. Hakuna anayezuia kwa utaratibu jinsi Roho Mtakatifu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu umezoeshwa hivyo, kwanza ngoja nikupe Yohana wako, alafu nikutoe kwa Yohana nikulete kwa Yesu Kristo. Tulichosema jana. Ngoja nikukumbushe kabla tujaendelea. Tulisema kwamba kuwa mke sio mpaka pale umeolewa ndio unakuwa mke. Hapa. Hiyo ni dhana ambayo sio sahihi. Kama Mungu ndio chimbuko lako, kama unatokana na Mungu, kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndiye anayetawala maisha yako, lazima uchukulie kile Yesu anachokisema, sio kama dunia inavyosema. Naongea na mtu hapa kweli? Kwa hivyo kuwa mke sio mpaka umeolewa. Wangapi mnanisikia? Ni kabla hujaolewa. Wangapi mnanisikia hapo? Sasa anakuona yule anayekuona apataye mke, apata kitu chema. Maana yake anakipata kimeshakuwa chema, sio kwamba ukipata yeye ndio kinakufanya kiwe chema. Wangapi mnanisikia? Sasa zile anapokupata ndio unakuwa mke. Hapa unakuwa mke kabla hajakuona. Ili akuone lazima uwe mke mwema. Wangapi mnasikia bila? Kama hujawa mke mwema hawezi kukuona. Apataye mke apata kitu chema. Kwa hivyo anakupata kabla hajakuoa. Kwa hivyo kabla hujaolewa wewe ni nani? Ni mke. Tunakubaliana hapo kwanza? Sasa ni Methali 18 mstari 22 tuliyosoma jana. Na kikupata wewe mke mwema amejipatia kibali mbele za Mungu. Sasa kitu kinaitwa kupata mke ni kitu chema. Na jana tukasema mke ni kitu chema, sio mtu. Wangapi mnasikia hapo? Sasa kile kitu kinapotokea kwa mwanamke, wangapi mnasikia hapo? Hicho kitu chema kinapomvaa yule mwanamke kutoka ndani, ndipo kila mtu anaanza kusema wanageuza yule mwanamke anakuwa kile kitu, lakini kwa namna ya mwanamke, kwa anaitwa mke wa fulani, anakuwa mtu. Sasa hivi naongea mtu hapo hivi, na hakika mnanipata? Mna hakika mnanipata? Narudi, kile kitu chema apate mke apata kitu chema. Kile kitu chema maana yake ni kitu ambacho huwezi kukiona kikawaida. Ndio maana ukisoma tena katika Methali 19:14 anasema mali na urithi na vitu mtu upata kwa baba yake kama urithi. Baba yako aliyekuzaa unapata hivyo vitu. Lakini mke mwema kutoka kwa Bwana. Na Mungu ni roho. Huwezi kumuona Mungu kwa damu na nyama. Maana yake lazima muone katika roho. Kwa hivyo hicho kitu cha mwanamke ni kitu cha kiroho. Ni kitu cha kiroho. Kwa hivyo kinaonekana katika roho.
Ndio maana jana nikawauliza unaye akili? Ukasema ndio. Je, umewahi kuiona? Hapana. Ila matokeo yake tunaweza kuiona. Kwingine tuseme wewe ni mke mwema, ni kile kitu chema, tutaona matokeo ya wema wako damu na nyama. Sasa ule wema unatoka ndani, unavaa mpaka nje. Sasa sio mwanamke anaonekana, bali mwanamke umezwa na kile kitu chema, alafu anaitwa mke wa nani. Kwa kipaumbele cha kila mume au kipaumbele cha kila mwanamume sio mwanamke, ni kazi. Haivizungumzaje? Hata mtu wa kwanza alipomuumba akamwambia shamba hilo kailime, kaitunze, ndio kipaumbele. Baadaye ndio mwanamke anakuja. Kwa kipaumbele cha mwanamume sio mwanamke, ni kazi. Tunaelewana wanao? Kwa usije ukafikiri mume wako wewe ni kipaumbele chake cha kwanza. Tumezungumzia utaratibu alafu kipaumbele. Mungu alimweka kwenye utaratibu wake alafu akampa kipaumbele. Naongea na mtu wako. Sasa na wewe katika huo utaratibu wa kuwa mke lazima ujue kipaumbele. Nimeanza kuongea na watu leo. Nani anaweza kunisikiliza? Nani anaweza kunisikiliza? Akasema nitamwambia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake msaidizi wa kufanana naye lazima uelewe huyu mwanaume ni nani. Sio yule aliyewekewa damu na nyama na me. Hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Lucifer hakuwa mwili na damu na nyama. Lucifer alikuwa ni roho. Alikuwa ni mbeba nuru. Alikuwa ni kerubi Afrika, akaasi kwa sababu ya uchukuzi mwingi, bidhaa nyingi, biashara nyingi, mali nyingi alikuwa nazo. Alikuwa anajifunika na mawe ya moto ambayo ni dhahabu na kila madini ya kila namna. Katembelea Ezekiel 28 ndio utajua ninachokisema ni kweli. Kwa hivyo hicho kilimfanya inuke aseme nitampindua Mungu. Hata Biblia inasema mali za mtu tajiri ni ngome yake, ni ulinzi wake. Kwa kaona na mali tayari ni ulinzi wake, unaweza kumfanyaje apindue hata Mungu. Kwa kawaza moyoni mwake jinsi ya kumpindua Mungu. Ndipo hapo alipoangushwa. Na alipoangushwa na yeye alikuwa ameshashawishi, kwa sababu ukiwa na mali ni rahisi sana kushawishi wajinga. Naongea na mtu hapa. Ndio maana matajiri wengi wanaweza kushawishi wajinga wengi wakawaimbia sifa na mapambio. Wasioelewa thamani wao. Kwa theluthi moja malaika wakamwamini Lucifer kiumbe, wakaenda naye. Kwa hiyo nafasi ikabaki wazi. Miaka na miaka ikapita. Ndipo Mungu akasema sasa tuumbe mtu alikwenda. Ndio aliyekuwa anafanya biashara na Lucifer, lakini hakuwa na mwili. Alikuwa ni roho, lakini hakuwa na sura na mfano wa Mungu. Someni Biblia zenu vizuri. Naongea na mtu wako. Kwa akasema sasa tuumbe mtu. Maana yake wote anawaambia sasa Bwana akasema tuumbe, asemi yeye Elohim, tuumbe Elohim, tuumbe. Au Adonai, tuumbe. Maana yake wingi wa Mungu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wangapi mnasikia? Maana yake mtu alimuona ni yule Baba. Wakasema sasa tunachukua huyu mtu, kiumbe hiki kinaitwa mtu. Tunakichukua hiki. Alafu tunakipa sura na mfano wetu. Lakini lazima wawe wawili, mwanamke na mwanaume. Alafu hawa tunasababisha wawe wengi. Alafu tunasimamia mambo ya damu na nyama. Mungu asiye damu na nyama akaumba vitu vya damu na nyama vinaonekana damu na nyama. Ili aliye roho, aliye na sura mfano wake, aliye na roho wa kwake aweze kusimamia vitu vya damu na nyama. Akiwa katika makao yake makuu inaitwa mbingu. Hivi naongea watu sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hapo vizuri. Kwa hivyo Mungu akaamua kumweka huyu ili achukue ile nafasi, ili ajipatie theluthi moja. Ndio ukisoma Biblia yako katika Ezekiel na Yeremia na Isaya utaona anatafuta theluthi moja. Hata Israeli wa kiasi anasema tabakiza theluthi moja. Kwa Mungu anachotafuta ni theluthi moja. Ila jaze pale. Ndio maana akatuinua juu ya malaika wote. Malaika wote walioasi ametuinua juu yao. Ndio maana tuna mamlaka ya juu ya pepo wote. Nani anasikiliza? Amen. Maana pia malaika sisi ni tutakao hukumu. Maana sio malaika watakatifu. Ni malaika walioasi. Wangapi wanasikia?
Na pia kuna malaika watakatifu ambao kufanya yale walitakiwa tufanyie sisi. Nao tutawahukumu. Sio kwamba watatuma motoni. Hapana. Biblia inasema watakao tupa motoni ni wale ambao Yesu atakuja asema nilikuwa uchi, huko ni baba. Naongea na mtu hapa sasa. Kwa hivyo anaposema njia ni nyembamba, elewa hicho kinachomaanisha. Mungu anahitaji watu wachache, sio watu wengi. Sio umati mnaoona mwingi, anahitaji mtu mmoja ambaye ni muamini, ambaye anashikamana naye wakati wote akiishi neno lake. Kwa mwanamke wewe, Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo naamini umeanza kufuatilia kitu, umeanza kuelewa, si ndio? Kwa nafasi tuliyopewa ni kumiliki na kutawala samaki na vitu vivi vinavyoonekana damu na nyama. Lakini watu wa dini wakatuambia tunaenda mbinguni, wakatukosesha sana. Angalia Yesu na Petro. Petro hana hela, Yesu hana hela, lakini anataka kukosesha nchi hii, lazima walipe kodi. Anasema Petro, huna hela, nenda ukavue samaki. Samaki wa kwanza tukamvua atakuwa na shekeli chukua. Maana yake huyu ni anatuonyesha uwezo wa kumiliki na kutawala, anachokitaka na kipata popote anapotaka. Lakini huyu ndiye alisema utavua samaki tena, utavua watu, lakini anatuma kwenye samaki. Tutaongelea hicho kwenye mtakaposikia semina ya wafanya biashara. Utaelewa umuhimu wa kulipa kodi, na umuhimu unapolipa kodi, kulipa kodi inakusababisha upate pesa hata kama pesa hazipo, kwa sababu unalipa kodi. Nani anasikiliza? Ni kama anayetaka kupanda mbegu, Mungu analazimika kukupa mbegu. Anampa mbegu mwenye kupanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapokuja sasa kwa mke, Mungu akasema sasa sitakupa mke, inabidi wewe muone kwanza, na lazima wewe wa kwanza, alafu muone kwanza, alafu mimi nitakupa ridhaa ya kupa huyo mke. Sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ni vigumu mimi kutabiria mtu kwamba utaolewa na mtu fulani. Wangapi mnasikia? Hata kama najua na waachie nyinyi wenyewe ili malizane, kwa sababu wewe ndio unapewa na Bwana. Sasa swali na kuja wewe mwanamke, utoe kwenye hali ya mwanamke uje kwenye mke mwema. Sasa unapokuwa hivi, nini kinachotokea? Ikitokea umeshakuwa mke alafu kaonekana, ukaonekana na huyu aliyekuona, alafu Bwana akaribia. Naongea na kwa hii itakusaidia usipate makofi. Unyanyasi unayosikia wanawake wanapigwa ni kwa sababu wamekosa maarifa na hawajakaa kwenye nafasi zao. Mtumishi akasema kwa neno la Bwana, Isaya 43 mstari wa 4, kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimika machoni pangu, kwa sababu hiyo nimekupenda, nimetoa watu kwa ajili yako. Ona tulivyosimama hapa, tumetolewa kwa ajili yako. Lakini nani atakayejua umuhimu sisi kusimama mbele yako? Mkono wa Bwana umefunguliwa nani? Na maneno tuliyoyasema nani aliyesadiki? Maana ungesadiki ungesikia vigelegele. Niko Tanzania, Bwana Yesu asifiwe. Ambapo unachukua mtoto wa kindergarten nursery unamleta chuo kikuu, ni shida kubwa sana. Anataka cheze. Ndio maana anachezeshwa. Saa zote unasikia, haya tuipe sasa. Kwenye kuimba wanaimba. Kwenye maombi wataomba. Lakini kifia kwenye neno hakuna anayeshangilia. Maana ni kitu cha kushangilia kuliko vitu vyote. Maana neno ndio Mungu mwenyewe. Na anabeba na Mungu. Lakini hapo Tanzania utasikia wanashangilia. Wanajifanya sasa nini kinachoendelea hapa? Bwana Yesu asifiwe. Anasema mambo haya ni mageni, sio mageni. Ukipokea nabii kwa sababu ni nabii, thamani yake idumu hata milele. Yesu akaenda kwa, hawakumpokea, hawakumwamini, hawakumheshimu. Kwa hivyo hawakupata alichonacho, wakajikwaa kwa. Ukija Tanzania unaongea Kiswahili, wanakuangalia nasema huyu ni wa kwetu, tunafanana naye, hakuna alichonacho. Kwa hivyo lazima utafute wewe fulani, ndipo nasema amen, napokea, lakini hakuna kinachotokea maishani mwako. Ndio maana ukiangalia wahubiri wengi ni kelele sana na jasho
wakati Biblia inasema mkuhani asitoe jasho madhabahuni. Oh, haleluya. Wanawake oye. Sasa nianze kuongea na mke mwema. Cha kwanza, sifa ya huyu mwanamke, huyu mke mwema, cha kwanza kinachoonekana katika roho, ili Mungu ajivunie wewe, hiki ndicho cha kwanza. Mwangalie jirani yako. Naona wanaume wako wachache hapa, sasa ningetumia wa kamera. Unasikia kijana? Itikia sasa, ndio hapa. Ndio. Kosea kitu kimoja, lakini usikosee hiyo. Kosea hiyo, lakini usikosee kitu kimoja. Kosea hiyo, usikosee kwa. Kama kuna sehemu ambayo Mungu najua ubiri watakwambia Bwana atabadilisha. Mimi hiyo neema sijawahi kuona kwenye Biblia. Uchukue wewe umwendee Mungu badilisha. Haya ni majanga. Mungu anakuambia ni majanga. Huko sikia neno langu. Kwa hiyo unatakiwa uone kwa Bwana, Bwana akuruhusu uo. Wangapi wanasikia bila? Kwa wewe mwenyewe mwanamke lazima uishi kile ambacho Mungu anataka uishi, ili sasa akuruhusu wewe au fanye maajabu chini ya jua. Ili chini ya jua dunia iwe mahali pema pa kuishi. Amen. Sio watu wakifa wanamwambia Mungu ushenzi, mweke mahali pema peponi. Uliye kwenda peponi, na kwa hivyo ukiendelea kusema hilo wewe, ukiendelea kumwambia Mungu saa zote mweke mahali pema, utaenda peponi huko uone kama papo, utaenda kwenye funzo. Maana asijifunza atakuwa funzo. Asienda chuo atakuwa choo. Sema niko chuo kikuu. Siwezi kuwa choo. Anaanza kwa kusema katika Methali 31 mstari ule wa 10. Kama umepata sema haleluya. Haleluya. Mke mwema ni nani? Mke mwema. Mke mwema. Alafu kuna mkato. Mke mwema, alafu kuna mkato. Na mimi hata wao walikuwa naweka mikato na mistari, walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu kurahisisha. Amen. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Sio naanza ni nani awezaye kumuona. Naongea na wanawake lakini kama vile naongea na wanaume. Nani awezaye kumuona? Nani awezaye kumuona? Angekuwa ni rahisi kuona, kila mtu angemuona. Lakini nani awezaye kumuona? Maana yake ni watamani, alafu amefichwa na Mungu mwenyewe. Kama unaweza kumuona Mungu kila siku, wewe utakuwa acha. Lakini sisi tunaishi ndani yake, tunalala ndani yake, tunatembea ndani yake. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 25 mpaka 28. Anasema katika yeye Yesu Kristo tunalala, tunatembea, tunasimama, tunaongea, tunafanya kila kitu. Lakini anaanza kusema nani aweze kumuona? Mke mwema, nani aweze kumuona? Maana sio rahisi. Nani aweze kumuona? Hii ndio shida ya taifa, hii ndio shida ya kanisa, hii ndio shida ya familia. Oh, haleluya. Mwangalie jina lako, muulize, shida ya familia yenu ni nini? Ni mtoto wa kike? Ni mtoto mwanamke? Nani naongea? Na pia jibu la familia, furaha ya familia nani? Ni mtoto mwanamke. Na kuambia ukioa sio. Na kuambia hivi, watu wanaweza kukuona uko na furaha lakini ndani umekufa tayari. Labda mchungaji ana miaka mingi anaweza kuelezea vizuri, lakini mimi niliishi ndoa miaka 100 katika ulimwengu wa roho. Nikajua hivi ndivyo nafanana siku zote za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi naongea? Maono ni rahisi sana kuishi. Lakini sasa kuyamiliki damu na nyama ni kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema nani awezaye kuona mke mwema? Mke mwema nani awezaye kumuona? Wewe anakuwaje huyu mke mwema? Sasa sifa zake namna ya kumuona ndio hii. Moja, maana kima chake chapita kima cha marijani. Kima chake chapita kima cha marijani. Anaanza kutumia kitu cha gharama kilichokuwepo katika enzi zao hizo. Kitu cha thamani. Marijani kilikuwa na thamani kuliko dhahabu safi. Kilikuwa ni kitu cha thamani kuliko vitu vyote. Kwa hivyo anaanza kwa kusema kima chake chapita kima cha marijani.
thamani yoyote ya kitu chochote duniani, thamani ya huyu mwanamke inapita hicho kitu. Kwa cha kwanza lazima jua thamani wako, uone thamani wako. Sasa huwezi kuona cha thamani kama kitambui cha thamani. Lazima kijitambue ni cha thamani, na thamani yake inapita kila kitu. Ndio maana Mungu akasema si vyema. Hivi naongea mtu hapo. Alafu akasema nitamuumbia wa kufanana naye. Alipoumba mwanamke akasema ni vyema. Maana yake mwanamke sio Mungu alimpa yule aliyemuumba. Nani anaweza kuelewa? Mwanamke ni neno ambalo la mwanaume alotamka kuhusu kiumbe alichokiona mbele yake. Maana yake umetoka ubavuni mwako. Lakini mke ilikuwa ni wazo la Mungu. Mungu alikuwa haumbi mtu, alikuwa anaumba kitu. Ajabu. Cha kumsaidia huyu. Maana alichukua tu kitu kwa mtu. Sasa cha kwanza lazima uelewe ni wazo la Mungu. You are God's idea, you are not man's idea. The moment you differentiate between man's idea and God's idea, and you determine yourself that you are God's idea, man's idea dies that moment. Unapojitambua wewe ni wazo la Mungu na sio wazo la wanadamu, sasa zile wazo la wanadamu juu yako linakufa na baki wazo la Mungu. Kwa chochote mwanadamu anaweza kusema juu yako akiwezi kufanikiwa bali kile ambacho Mungu anasema. Maana cha mwanadamu hakitadumu, bali neno la Bwana litadumu hata milele. Kwa hiyo cha kwanza fahamu wewe ni wazo la Mungu. Sio mtu aliwaza awe na msaidizi, bali Mungu ndiye aliwaza alete msaidizi. Sema mimi ni wazo la Mungu. Sasa uthamani wako unatokana na kutambua wewe ni wazo la Mungu. You are God's idea. Dunia inatawaliwa, inaongozwa na mawazo hata na ya watu walishakufa, yakiwa ni mazuri. Cha kushangaza hata nchi yetu mawazo yaliyokufa yanaonekana ni bora kuliko viongozi waliopo. Oh, hallelujah. Lakini Biblia inasema simba aliyekufa hafai kitu. Mawazo ya watu waliokufa. Aliyegundua hii microphone inawezekana alishakufa, lakini wazo lako bado linaendelea. Wakitaka kugundua microphone unatumia wazo lako hapo. Na wewe ni wazo la Mungu, ni wazo la kipekee. Alafu ni wazo baada ya kuumba huyo hilo wazo akasema ni vyema. Kwa ni wazo lilo vyema, ndio maana amepata kitu. Sasa mke ni kitu kinachopokea yale maono ya Mungu yaliyoko ndani ya mwanamume. Sijui nani amenisikiliza? Una uhakika umenisikiliza? Una uhakika umenisikiliza? Kwa hivyo akishapokea maana yake anayo na yeye. Umenisikia nilivyosema? Maono hayo anayo yeye pia ndani yake. Ana uwezo wa kuyasimamia yakatokea. Lakini itakuwa vyema akiwa na mwanaume. Nani anaongea naye? Sasa akiwa yeye kama yeye anaweza kuyasimamia yatatokea. Maana akabariki mwanamke, akabariki na mwanaume. Kwa kila mmoja wao alibarikiwa. Sema mimi ni wazo la Mungu. Sema tena. Unajua kwa nini wanaume wanaweka chini? Kwa nini serikali zinaweka chini? Kwa sababu kwa nini mila na desturi zinaweka chini? Kwa sababu naona nyinyi ni wazo la kwao. Kuna mila zingine zinasema mwanamke atakie kula kipande cha mnyama fulani. Si ndio? Sehemu ya mnyama fulani atakie kula kwa sababu ni mwanamke. Ni mtu tu amekaa akaamuru utakie kula wakati tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo. Na wewe ukajiweka hivyo, wameshasema. Nani amesema? Maana yake umeshajiweka hivyo, umemkataa Mungu, wewe ni mpumbavu. Mpaka hapo unaanza kujibomoa mwenyewe, na ukiolewa unaenda kubomoa. Ukikuta mtu aliyeokoka na yeye Mungu wake utambomoa.
naongea na mtu hapo? Amen. Hivi naongea na watu hapo? Amen. Inaingia vizuri? Upumbavu unaanzia hapo. Baba yangu anafanya hivi, mama yangu alikuwa anafanya hivi. Wametuambia hivi. Unakuja na na unaishi naye bila kuangalia neno la Mungu linasemaje kuzuia. Tuliambiwa lazima tuende kaburini kuombea waliokufa. Biblia inasemaje kuhusu hilo? Wangapi mnanisikia hapo? Unajua sisi tuko tayari kufa. Mungu anasemaje kuhusu kifo? Amesema nimekuja wewe na uzima kisha wewe nao. Unaongea nini? Unaanza kujua nini kuhusu kwa kima chake. The value is higher than any value of anything that is high. Uthamani wake huyo mwanamke ni uthamani wa juu kuliko thamani wa chochote kilichoko. Sijui naongea na mke sasa. Naongea na mke, naongea na nani? Mara nyingi niambia kachi, kanyamaza. Wakitumia Korintho tutaongelea hapa. Ataki kusimama kuhubiri, ataki kusimama fanya, hata kuimba je sio kuhubiri. Nabii mwenyewe akasema siwezi kutabiri mpaka lete mwanamke hapa apige kinanda ndipo nitaweza kuhubiri. Maana ndio kibali. Sikiliza, nabii ako na kibali cha kutabiria. Pamoja na hiyo Shefaki. Hako na kibali hicho mbele za Mungu. Kwa hiyo ilibidi aite kibali ambaye ni mwanamke. Kwa nini akuita mwanaume apige kinanda? Hivi naongea wapo? Haleluya. Apataye mke apata kibali, asemi mke lazima umuoe. Hapana, apataye mke. Maana ukiweza kumuona huyu ni mke. Maana kuna sifa alizonazo ukiweza kuambatana naye. Kuna kibali unachokipata mbele za Mungu. Kwa hivyo tukipata mke huyu ni mke, 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 kanisa hilo linakuwa na kibali mbele za Mungu. Ndio maana kanisa limefananishwa na mke. Naongea mtu alifananishwa na mwanamke. Linafananishwa na mke. Penda mkewe kama kanisa, kama Yesu apendaye mkewe. Nimesema hivi watu wana wamenuna sasa. Penda mkeo kama Kristo apendavyo kanisa. Asipenda mwanamke, penda mke. Kwa hivyo anayependwa sio mwanamke, ni mke. Kwa mke anakuwa na sifa. Huyo akiokoka anajua sifa zake ni sifa za Yesu Kristo. Uthamani wake ni uthamani wa Yesu Kristo. Hakuna kinachoweza kusimama mbele yake kumzuia kuwa kama Kristo anavyotaka. Hao sio watu wa kubembeleza. Hilo ndio jeshi kubwa haliwezi kuzuilika. Mbele yao kuna waka moto, nyuma yao kuna vumbi inayotimulika huko nyuma. Mbele yao ni kama bustani la Edeni. Ni jeshi kubwa ambalo haliwezi kuzuilika. Wasiokoka hawezi kusimama mbele yao. Wanaingia ndani ya miji, wanaingia ndani ya nyumba kama waingiao ndani ya madirisha, kama jeshi wapenda farasi. Na neno la Bwana liko nyuma yao, nao wanalifuata na kulitii. Kila mmoja katika safu yake. Katembelee Yoeli 2 mtagundua anachokisema. Katembelee Yoeli 1 ndipo utajua anachokisema. Yoeli 1 mstari wa 3 hadi 11. Hiyo ndio jeshi linalozungumzia. Kwa hiyo huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamke. Alafu wakoje? Iyaka paradana sheke la baria. Huwezi kuzuia. Ndicho kicho kunazungumzia sasa hivi. Wanashikamana, wana nia moja. Huwezi kuvunja hilo kanisa. Hakuna jeshi lenye mituti linaweza kuvunja kanisa ambalo lina mwanamke ambaye naamini, ambaye sasa amekuwa jeshi kuu. Amen. Hakuna mpinga Kristo anaweza kuingia kaleta ujinga. Amen. Walikuwa wanamchukua Yesu wanaenda kumsulubisha. Lakini wanawake wakaomboleza wakimfuata. Zuia uone.
kama hajampokonya mikononi mwa Yesu. Mapinduzi yoyote yanafanywa katika mataifa. Tumefanya mapinduzi ya nchi nyingi, lakini tumetumia wanawake. Sudan, Katumpa, kulikuwa na kijamaa mmoja anajifanya yeye ni mbaya, kibinti tu akaanzisha. Nini kilichotokea? Anakula maharagwe. Angalia huduma ya Yesu Kristo katika Luka 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Ni wanawake kina Maria Magdala, wakina Susana, walikuwa kiambatana na Yesu wakimtumikia kwa mali zao. Ulikuwa huwezi kumzuia Yesu. Wakati wa Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na makuhani na watu mbalimbali na serikali ya Roma inatafuta kumua Yesu, lakini uingii kwa Yesu kwa sababu wanawake. Amen. Hii ya kuja kilegelege nchi. Dhahabu zinachotwa, kila kitu kinachukuliwa ovyo ovyo, na wewe ni unyeuzao, umekaa ovyo. Jitambue thamani wako. Uone uzao wako utakao kuwa na thamani. Ijalishi na labda nyumba ya nyasi. Hiyo nyumba ya nyasi itabadilishwa kwa sababu hiyo thamani ndio nao. Yesu alizaliwa tujue alizaliwa wapi. Lakini tunajua alilazwa kwenye hori la ng'ombe. Lakini pia ikubadilisha hatima yake. Alikuwa bado ni Mwokozi. Wanafunzi wa Yohana walipomuuliza, "Mwalimu, unaishi wapi?" Akasema, "Njooni mnifuate." Wamkaniwa. Hawakurudi kwa Yohana kwa sababu kwa Yesu kulikuwa na nafuu, kulikuwa na faraja kuu kuliko kwa Yohana. Siku moja wamekuja kusanyika kwa Yesu. Watu wengi mpaka mlango unabadilisha huwezi kuingia. Wakabomoa wale walioleta mtu. Nyumba ilikuwa ni kubwa. Inakuwa na watu wengi. Hata kama unashindana na panya kwenye chumba chako cha kulala, lakini muda mkifika ukajua thamani wako, panya wenyewe wanakimbia. Haleluya. Ni jeshi. Angalia mwanamke. Niite mke wa Yesu au niite mwanamke mke mwema. Shetani alimfuata akamfanya kuwa changodo. Akawa mke wa kila mtu. Wangapi mnasikia sasa? Lakini alipokutana na Yesu akaamua kuwa wa Yesu Kristo, anaitwa Maria Magdala. Angalia macho mekaa ndani kiasi gani, wanaume ndio walikuwa pale kwenye sherehe. Aliingia na chupa yake ya mafuta, akampaka Yesu kichwani, kwenda chini, akana mbusu, anampapasa, analia huku akifuta machozi yake kwa nywele zake. Akaenda mpaka kwenye miguu. Hakuangalia nani anamwangalia. Akitambua anachokifanya ni sahihi. Huwezi kumzuia. Wanaozuilika ni wanawake wapumbavu wanaosita na wachukia kama ukoo. Nani nasikiliza? Wanaume walirudi nyuma, lakini sio wanawake. Wanaume wanaweza kuokoka wakaja kanisani wakarudi nyuma wote, lakini sio mwanamke. Sio mwanamke. Na kisha jitambua akawa na sifa hizo akawa mke. Sio rahisi. Unasikia umeolewa na kanisa. No. Sasa akijua nafasi yake katika familia, akajua nafasi yake katika kanisa, akajua nafasi yake katika taifa. Huwezi kumchezea huyo. Huwezi kumchezea. Turuke hapo. Twende mstari wa mwisho. Maana tutasoma mengine mwenyewe. Twende mstari wa 30. Sema upendeleo hudanganya. Hicho ndicho Kiswahili chetu. Lakini Kiswahili Kiingereza sema upendeleo. That's fair. Inazungumzia ile kujipodoa kwa nje. Sema kujipodoa kwa nje. Hivi na wengine watu wako. Ile kujipodoa kwa nje. Udanganya. Na uzuri ni ubatili. Na uzuri ni nini? Ni ubatili. Kwa sababu unaweza kubadilika. Uzuri wa nje unaweza kubadilika. Na kujipodoa kila namna unaweza kubadilika. Ni ubatili. Sio kama kujipodoa, lakini ni vizuri. Uelewe kwa ni ubatili. Wangapi wanasikia? Lakini nini ambacho sio batili? Anaanza kusema nini? Tusome. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mwanamke amchaye Bwana. Maana yake mwanamke ana sifa. Mpaka awe wa kumcha nani? Na neno kumcha Bwana ni maana yake nini? Ni kumpenda Bwana kuliko kitu chochote. Ndio maana Yesu akasema wewe ukinipenda sikiliza hili wewe mwanafunzi wangu. Yesu akasema hivi. Lazima uchukie mumeo, uchukie wanao, uchukie ndugu zako.
Hiyo ni Luka 14 mstari wa 25 mpaka 27. Uchukie na nafsi yako, umpende peke yake, achae mwenyewe, alafu ndipo unaweza kutawala familia yako, tawala kanisa. Haleluya. Lakini kama bado kuna makorokoro mengine, huwezi kusifiwa mbele za Mungu. Maria Magdalena alikuwa ni changodoa, lakini tunazungumza sifa yake hapa. Mama yule katika kisima, angalia sifa yake. Alijitambua. Nini alichokifanya? Alileta watu kwa Yesu. Muulize jini yako, unafanya nini katika ufalme wa Mungu? Yule mama alichukua ume za watu na alikuwa naachi. Lakini alipofika wa saba ambaye ni Yesu Kristo, Kristo ambaye ni grace, neema, hakuweza kutoka. Sema ni mcha Mungu hasa. Sema mke mwema ni mcha Mungu hasa. Mke mwema ni mcha Mungu hasa. Sema kwa sauti. Mke mwema ni mcha Mungu hasa. Sema kwa sauti. Mke mwema ni mcha Mungu hasa. Unajua ni kwa nini? Biblia inasema mcha Mungu ana siri za Mungu. Anayemcha Mungu ana siri za Mungu. Mungu hujifunua kwake. Na mcha Mungu, kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Na kilichosaidia Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Ni mtende Mungu dhambi hii, si mtende mtu. Ni mtende Mungu dhambi hii. Wangapi mnasikia? Alikuwa na waza Mungu, hawazi mtu. Na ukifika katika hicho kiwango cha kumcha Mungu, haijalishi nini kinachoendelea, haijalishi majanga yanayokuja, lakini wewe na familia yako lazima muwe salama. Kwa nini? Najuaje? Katika Zaburi 34 anasema simba na mwana simba watatinikiwa, lakini sio wamchao Bwana. Hao ni kusoma. Sasa 64 mstari wa 4 nianzia kuanzia mstari wa 7 anasema malaika wa Bwana ufanye kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa wamchao. Kwa kuna malaika wanaokuzunguka ili walinde kitu chochote unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hilo kitu tunaweza kukiona katika huduma hii. Malaika wapo kukuzunguka wewe unamcha Mungu wa kulinda. Wangapi mnanisikia? Amen. Ikifika masuala ya Mungu hakuna mtu anaweza kukuchezea. Hauna kitu mbadala unasema ngoja nitaenda baadaye. Sije unawapumbavu tu ndio unaweza kubadilisha cha Mungu na kingine kisichofaa. Ni wapumbavu tu. Kwa sababu kuna mawili tu, wenye hekima na wapumbavu. Hivi naongea na watu hapo. Kulikuwa na wabikira 10, 5 wakawa wapumbavu, 5 wenye hekima. Hiyo ndio mizani ya Mungu. Anasema onchini muone ya kwa Bwana yu mwema. Kwa nani? Heri mtu yule anayemtumainia. Huyo mtu ni wena gani? Mchini Bwana, mchini Bwana, mchini Bwana. Sasa sifa ule mwanamke aweze kusifiwa, lazima awe mcha Bwana. Mwangalie jina yako unasifiwa na nini? Nywele zako nini? Hizo ni ubatili. Umepaka ile nyekundu, nasema mimi niko tayari kunywa damu ya mtu wako. Na niko tayari sasa kunini kama wanawake wa Misri. Hiyo ni ubatili. Sio kama usifanye, lakini fahamu ubatili. Sio kama usisuke. Lakini fahamu ni ubatili. Shuka unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haujazuiliwa. Anachotaka ni ule mwanamke mwema, mke mwema ule kutoka ndani, ionekane nje. Ikionekana nje, uhitaji kumhubiria mumewe. Yoyote anayekuwa katika mazingira yako, anyone in your niche cannot be preached anymore. Lakini akikuona jinsi ulivyo, yoyote katika mazingira yako akikuona jinsi ulivyo, ile kumcha Bwana na kupa uzuri kutoka ndani, anaona kwa nje unavyomhudumia, anasema nenda kanisa hili. Anaokoka. Wakina mke wa Pilato alisababisha Pilato asinajisi mikono yake kwa damu ya Yesu. Klaudia alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Pilato na usumi wake wote na mwenye ni mmoja wa watu wenye hekima,
ambao ukienda kusoma filosofia lazima usome filosofia ya Plato. Na swali la kwanza ukienda chuo kikuu, cha kwanza anachoulizwa, what is truth? Ukweli ni nini? Nicho Plato aliuliza Yesu. Kwa kusudi na alizaliwa nishuhudie kweli. Pilato akamuuliza kweli ndio nini? Hiyo ni filosofia ya kwanza. Socrates mtu akwenda shuleni, lakini alikuwa na uwezo wa kufundisha kila mtu. Socrates, Themistocles, alipindua. Alikuwa mwana mapinduzi, anakupindua tu kwa akili, mwana sheria. Ile siku ile imeandikwa Mene Tekela, aliyekuja kupindua pale ni Themistocles. Oh, hallelujah. Pilato alikuwa na akili tofauti na wanadamu. Lakini kwa Yesu aliinama kwa sababu mkewe alimuona. Naongea na mfano. Na mkewe alipata hekima kwa nini? Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mwanamke yoyote ila sifiwe mbele za mwanadamu, lazima apate sifa ya kwanza mbele za Mungu aliyemuumba. Is God's idea, original from God. Is from God. Is from God, is original from God, is everything from God. Ukiweza kutambua hiyo, utamcha Mungu. Sikiliza anachosema. Yaani wachao hawahitaji kitu. Nimekusikia. Israeli kulikuwa na wajane wengi na wenye ukoma walikuwa wengi, lakini Naaman alipona kwa sababu kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye hekima. Alimwambia Naaman, ukienda kweli kwetu kuna mtu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na wajane wengi, lakini Elia kutuma kwa yoyote wa Israeli, alienda kwa huyu Msarepta. Alikuwa ni mcha Mungu, moyo wake ulikuwa kumcha Mungu, aliogopa Mungu, akasema sawa sana Mungu wako anavyosema nikafanya. Niko tayari nife na mtoto wangu, lakini siko tayari kuona mtumishi wa Bwana akifa njaa. Nitakupa nilicho nacho nibaki bila kitu, nife na uzao wangu, lakini wewe kula. Mcha Mungu. Tutaendelea kuona hicho kitu. Haleluya. Sio kizazi hiki ambacho niomba kanisani, niomba nyumbani, niomba serikalini, ni mzigo kuzaliwa na kuitwa wokovu. Ni laana, ni chukizo. Mwana omba nyumbani kwako. Nyumbani kwenu. Mwana mtoto mwana. Omba kanisani. Omba taifa. Ni chukizo. Lakini sio wewe. Oh, hallelujah. Anasema mchini Bwana enyi watakatifu. Yaani wamchao hawahitaji kitu. Oh, hallelujah. Sema Bwana unijaza na kila ninachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo Yesu. Acha kulia. Kuna vitu vya kuombolezea. Oh, hallelujah. Anasemaje? Wana simba utindikiwa uona njaa. Anaposema wana simba, anasema hata vitoto vya viongozi, watoto wa viongozi ambao wana mali kwa sababu ya nafasi zao, watoto wao watatindikiwa. Hamjasoma Zaburi 62 mstari ule wa 5 kuendelea, anasema hivi: sababu ya wasio haki kufanikiwa ni kwamba waangamizwe wote. Kwa hivyo haijalishi utajiri nao, anasema watatindikiwa. Kuna kitu ambacho hawana ndani yao, lakini wewe unacho. Na kwa sababu ya hicho anasema huwezi kutindikiwa, wewe mchai Bwana. Na kwa sababu hiyo uzao wako hauwezi kutindikiwa. Sema uzao wako hauwezi kutindikiwa. Sema tena kwa sauti. Kundi wangu Ibilisi anasema ukiokoka utakuwa na njaa. Haiko hivi. Sema hii imebatilishwa. Anasema wanasimba utindikiwa uona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Kama wanamtafuta Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Je, wale ambao Bwana anawatafuta je? Kama hawa ni wanaomtafuta Bwana ndio hawahitaji kitu chochote chema. Lakini Yesu anasema wamwabudio Bwana katika roho na kweli, hao ndio nao watafuta. Sasa hao Bwana nao watafuta wakoje?
Kama Bwana anataka kukutafuta, kuna kitu unahitaji kweli. Haijalishi unavyoona sasa, anza kumcha Bwana ili uwe na sifa mbele zake. Kuna tofauti kati ya kuimba sifa kwa Bwana na wewe kwa sifa yenyewe. Sio, nimeelewa kabisa? Amen. Kuna tofauti kumwimbia Bwana sifa. Hata mwenye dhambi anaweza kuimba sifa mbele za Bwana. Lakini wewe ukiwa sifa mwenyewe ndio Bwana anakutafuta. Sasa kama unamtafuta Bwana awatindikie, wewe ambaye Bwana anakutafuta unatindikiwaje? Siku moja akatafuta Maria na Magdalena. Maria Magdalena na mkwe wake akaenda kwao. Anawatafuta. Amefika Martha akafikiri huyu jamaa ni njanja zinamleta kwetu hapo. Akaanza kujishughulisha na kwa Maria akajua huyu mimi nina njaa. Ngoja nikae miguuni pake. Amekuja kunitafuta. Siwezi kuwa na njaa. Akasema chakula changu ni waparacho. Ni hiki mwili wangu na damu yangu. Lakini leo watu wanajishughulisha na vitu ambavyo havifai. Na Yesu akasema hivi, hivyo vingine mtazidishiwa na kuongezewa ambao mataifa wanatafuta. Maria yeye alikaa miguuni pa Yesu akisikiliza kile Yesu anachokisema. Alafu Yesu akamwambia Martha anajishughulisha na mambo mengi. Lakini kuna kitu kimoja kinatakiwa ujue. Mna Maria mshakipata na hakuna wezaji kumondolea. Ni nini? Kukaa miguuni pake. Lazaro alipokufa, Martha alikuja akasimama mbele za Yesu, akaanza kubishana naye. Lakini alipoona Yesu ni nganga, akaenda kujifanya eti ametumwa na Yesu kuita Mariamu. Mariamu alipotoka, umati mkubwa ulitoka naye. Unaweza kusikiliza Yesu alafu watu wasiambatane na wewe kuja kwa Yesu. Hakuna mwanamke yeyote aliyesikiliza Yesu alafu akaenda kwa Yesu, akaenda peka yake. Haiwezekani mwanamke ambaye ameokoka aende kwa Yesu kusikiliza Yesu akiwa peke yake. Haiwezekani. Naongea na watu sasa. Mwenye sifa mbele za Yesu, anayesifa mbele za Yesu, hawezi kwenda peke yake mahali pa ibada. Haiwezekani. Lazima tena na watu. Maria alipotoka ndani ya nyumba, kumbuka Martha alipotoka, hakuna aliyetoka naye. Lakini Maria alipotoka tu, umati wa wanawake ukatoka naye. Wakisema labda anaenda kaburini kulia, twende tukalienda. Lakini Martha alipotoka, hakuna aliyetoka naye. Lakini Martha alikuwa ni mpishi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ungefikiwa ungemfuata kwa sababu ya chakula cha damu na nyama. Lakini Maria alikuwa anasikiliza kwa Yesu, akana vitu vyake. Ndivyo naongea mtu. Kwa hiyo anaanza kumsikiliza Yesu. Muulize jina yako, unasikiliza gani? Ndio shida. Wanafikiri sisi tunapenda chakula. Sisi tunapenda kusikiliza. Bosi wetu anapenda kusikiliza. Na ukishamsikiliza ndipo uende ukalete vitu. Kama unasikiliza anasema usilete. Akamwambia Martha, sitaki hiyo vitu vyako. Nisikilize kwanza. Maria alipofika miguuni pa Yesu, aliongea maneno yale Martha aliongea. Bwana, ungekweko ndugu yangu asingekufa. Maneno yale, lakini alikuwa ameanguka miguuni pa Yesu. Nini kilichotokea? Yesu aliangalia juu akalia. Asi umemweka wapi? Mara ya kwanza Biblia inasema Yesu amelia. Leo tena akaugua kuangalia juu, alafu akalia. Alafu akashukuru Baba. Alafu akasema tuweni jibu. Alafu akamwita Lazaro, akafufuka. Lakini kwa Martha hakufufuka. Kuna vitu vinasababisha vitu vya ambavyo vilivyokufa maishani mwako, vilivyo vizuri usivione. Kwa sababu namna unavyosimama mbele za Yesu. Kwa sababu wewe hauna sifa mbele za Yesu, bali unataka kumsifia Yesu wakati huna sifa mbele za Yesu. Ngapi unasikia? Amesema mwanamke amsifie, amchaye Bwana ndiye atakayesifia. Na unaanza kwa kumsikiliza. Sema sitahitaji kitu chochote kilicho chema. Sihitaji chochote kilicho chema, maana ninacho. Maana ninacho. Sema kwa sauti. Kitu cha pili, taungana na mtumishi. Anachukua thamani yake. Sijasema thamani wake. Nimesema thamani yake. Anajua thamani yake. Sio kama yule jamaa msaliti akaenda akamuuza Yesu, akafikiri Yesu ni vipande sasa, thamani yake ni vipande vya fedha sasa. Hapa huyu anajua thamani yake, hauziki, anamuliki. Alishanunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Thamani yake ni thamani ya Yesu. Sijui kama mtu amesikia hili.
Angekuweko mke mwema angepiga kelele sana akisema haleluya, mimi ndio huyo mtu. Naongea na mtu wako? Kwa hivyo anasema kufanya kazi katika ubora wa juu sana. Anajua thamani yake. Hivyo ufanya kazi katika ubora wa juu sana. Ufanya kazi katika ubora ulio wa juu sana. Sio kufanya vitu. Sio kufanya vitu. Anafanya katika ubora wa hali ya juu sana. Na hiyo ni methali 31:24-25. Kwambia nikisema kwa mtiririko wenu ule, sijui kama tingeenda vizuri. 24. Ufanya nguo za kitani na kuziuza. Kampara delibo kosheki la bakadidai ya kuuza. Nimesikia kuuza au nimesikia nini? Didai ya selling. Didai ya selling. Nimesikia kuuza. Hivi kuna mtu anauza kitu hapo? Women, nisikilizeni. Unauza kitu. Aya kapara zi. Yada mara deka sheke laba sana. Hii ndio tatizo. Tutajua unapomwaje udangomwaje nyumba yako, ndio utajua hapa hapo. Hii ni chuo kikuu. Utaelewa tu. Unapomwaje nyumba yako, it start from there. Inaanzia hapo. Ndio maana kwenye duma hii kila mtu anahimizwa afanye kitu kwa mikono yake. Najua makofi yasingetokea kwa sababu inawezekana wakawa wale ambao wanasikia lakini hawafanya. Haleluya. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyejua thamani yake yuko hivi, mdomo wake saa zote. Umewekwa na mdomo wa this animal called warthog. Anataka kufanana na nguruwe pori lakini ana jina limetoka hivi. Mwangapi mnaifahamu? Ngiri. Ana mdomo. Sasa akiweka kanisani gani? Sasa hii ngiri imetokea wapi? Lakini Zaburi 100 na msemaje? Nalifurahia waliponiambia twende. Sasa hili limekuja kile. Sura yangu sije katoka hiyo kwenye mitandao. Maana sikio washenzi wako hivi. Sasa huyu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi na kila kumbe mtu wewe bwana toa dini wao kwanza Ndio maana ukisema kwenda wapati ni kama umechukua mtoto kwenye shule ya msingi kapeleka chuo kikuu. Shida anataka aende break acheze. Watu ambao hawajafika hicho kiwango wakiwa katika darasa la Mungu utawaona wanaenda kukojoa. Kisha katika shughuli wewe hujainuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuseme ukazana naye hapo mpaka unajikojole. Haleluya, sitoe. Penda Yesu, sema haleluya kubwa. Haleluya. Muda wangu naona umebaki dakika 10. Sasa sijui nifanyeje. Niendelee kidogo dakika 10 zangu. Sasa hiyo dakika 10 mtatoa sio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasemaje? Ufanya nguo za kitani na kuziuza. Uwapa wafanyabiashara mishipi. Mishipi ni kitu cha nguvu. Maana wapa wafanyabiashara nguvu. Maana wafanyabiashara huja kwake kufanyaje? Kukopa kwake. Kuna mke humu ndani au kuna mwanamke humu ndani wa tabia hiyo. Sema nipo hata kama hujaanza hata kuona ngiri hapa na nyanya chungu. Anafanya kazi zake kwa mikono, anajua thamani yake. Alafu anauza kwa bei ya kwake. Sasa wafanya biashara huja kwake, anawakopesha. Lazima niwaambie hiki kitu. Mimi nilikuwa ni mvuvi wa samaki na mfugaji wa kuku wengi. Na pia nilikuwa napalilia mashamba za watu. Na pia nilikuwa nauza miwa pia. Pia nilikuwa nasukuma watu walio na mizigo kwenye wanaendesha baiskeli, wana mizigo kwenye mwinuko na wananipa hela katika utoto wangu. Na pesa zile nilikuwa nampa mama yangu. Mama yangu unakuwa unachokipa. Unapata kinachopatikana, sio unachokitaka. Kwa hicho kinakufuta kwa mke mwema. Kinakufuta katika wale wanaomcha Mungu. Kwa kumbe kumcha Mungu si mapambio tu.
ni kitu cha kufanya. Kama mwanamke wa ngozi hii ya Kiafrika, ya Kitanzania, ya Kitanganyika hii, lazima sasa uamue nguvu na hadhi yawe mavazi yao. Tuone wanawake wanaabudu mali yao, wana majengo yao, wana magari yao, wana kila kitu, lakini Mungu ndiye anayetukuzwa maishani mwao. Tuone watoto wao walivyo. Niseme hii pointi tu na pointi 20 kuhusu mke mwema kutoka kwenye Mathayo 61. Hapo Bwana alinionyesha, lakini aliniambia tafundisha katika nchi mbalimbali. Sema ni mwenye hekima ya Mungu. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Sijakusikia. Mstari 26. Ufungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema iko katika ulimi wake. Kwa hiyo hawezi kufungua mdomo wake kwa hekima kama hana hekima. Yakobo 3:17 inazungumzia yeye hekima ya Mungu ilivyo. Ni hekima inatoka juu. Methali 4:7 na 9 anasema bora hekima basi jipatie hekima. Kumbuka mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, si ndio? Bora hekima basi jipatie hekima, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Kwa mapato yako yote jipatie nini? Utaipata hiyo mbele. Umtukuze naye atakutukuza. Maana mtukuze hekima, atakupatia heshima. Atakupatia nini? Heshima. Ile heshima tukanazungumzia unaipata hivi. Ukimkumbatia, sema ukimkumbatia, atakupa neema kwa kilemba kichwani na kukukirimia taji ya uzuri. Unaona taji ya uzuri inavyokuja. Hii ni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sema na hekima ya Mungu. Sema kwa sauti. Sema ni mwenye hekima ya Mungu. Sema kwa sauti. Sema tena. Kwa afungui mdomo wake tu, mambo yake anafanya kwa hekima. Anasikiliza kwa hekima, anatazama kwa hekima, anakaa kwa hekima, anakula kwa hekima. Chochote anachokifanya anafanya kwa hekima, ananusa kwa hekima. Akifungua mdomo wake ni hekima itokayo juu, na kila anayemsikia anasikia kufurahia kukaa naye. Maana hekima yake ni suluhisho ya wanaomzunguka, ni suluhisho ya matatizo yanayomzunguka. Sasa ukiwa na wanawake wema ndani ya kanisa na katika familia zao hivi na katika taifa wanasikika, Mungu anatukuzwa katika taifa hili. Amen. Shetani wenu anaangushwa. Hawataki tena kushangilia shetani yao anaangushwa. Unaona, nimesema Mungu anatukuzwa, hakuna anayesifia. Sasa nikasema shetani wenu anaangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kukuta kwa sababu mapato yao hawatumii kupata ufahamu. Mapato yao hutumia kwa vitu ambavyo sio ufahamu. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu, ili hekima iweze kukaa mahali pake vizuri. Wengi wanaweza kuwa na hekima lakini hawana ufahamu. Muangalie jirani yako. Unaanza kuelewa sasa. Tunasema mimi nimeolewa, mimi ni mwanamke, unaofahamu. Inua mikono yako. Simama juu, inua mikono yako. 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 Sema Yesu. Yesu. Wewe ni yule yule. Wewe ni yule yule. Jana, leo na hata milele. Jana, leo na hata milele. Ulivyotuma yule malaika. Ulivyotuma yule malaika. Aende kwa Daniel. Ampe ufahamu. Na mtie hekima. Katika mambo yote ulimuonyesha. Na ambayo hukumuonyesha. Tuma huyo malaika kuja kwangu. Anitie maarifa na ufahamu. Leo nikae na ufahamu kuu
wa kiungu katika familia yangu, katika kanisa na katika taifa. Bwana Yesu, niko mbele zako, nijaze hekima yako, nijaze ufahamu wako, nijaze maarifa yako, nijaze furaha yako. Omba sahihi akujaze kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu. Fungua kinywa chako, ongea na Yesu Kristo sahihi. Shalabakarida bashala labakatarabashaka. Mimi ni mke mwema, mimi ni mwanamke mwema. Shakala bando loba sheke ribasai leka parande leba kasheke lebo sheke riba baba bashanda leba konta riba sia raba konta rabakani lebo kosheke ribo kosaya mekata lebo kosheke ribo saya meta karabobo sheke ribo saya liba kantandia baradia shalea leka parababasha karabasaya. Nguvu na tamaa, nguvu shakala basaya la bakashaka leba shandari ya baria lebo shekeri baba basaya lebo kota la bakata riba saya lebo konta rababa shekeri bosaya. Nguvu na hadhi ndio mavazi yangu. Nivike Bwana, nivike nguvu zako, nivike hadhi yako. Rika shakara bosaya, mwambie Bwana nivike nguvu zako, nivike hadhi yako. Rakashekeri bosaya, yawe mavazi yangu leo. Lekashekeri bosaya, katika familia yangu, katika kanisa, katika taifa, kimataifa. Lakashekeri na masha lekatarabashaka rabamoshaka, kwa kumenifanya wa kipekee. Rakapalabasheke, nivike nguvu zako, nivike hadhi yako, yawe mavazi yako. Bwana majeshi talamandelelebosheke lekasheke ribosaya lekatalabandeleboshaka lekasheke ribasaya riba kosheke ribababoshaka lebo shanda rabasaya lekasheke ribasaya lebo sheke riba saya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwambie Bwana Yesu, nipe kwa mtu wa utaratibu na kuwa na mipangilio katika utaratibu wako na vipaumbele ambao umeviridhia. Roho Mtakatifu, nitie nuru yako, tia ufahamu wangu, tia nia yangu, tia akili yangu. Nuru yako Kristo Yesu ikaniangazie katika vipaumbele kwa utaratibu wako. Niweke mipangilio na vipaumbele sana, mipangilio ulio katika utaratibu wako kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu niongoze katika hayo. Inua mikono yako, anza kusema Roho Mtakatifu sahihi. Shalabandele bashakalaba shalika talalaba usheke leba kanshandaraba ndele lebo shaka laba kanteri danamosha leba ndele lebo sheke rima sheke ribosaya riba kosheke ribosaya ribo koshika rabashanda lebo kosheke riba kosaya liba koshanda yekatere liboshaya libo kosheke riba kasaya liba kashaka. Kuna mtu anatoka, kuna mtu anainuka juu, kuna mtu anavalishwa, kuna mtu anapewa la kesheke ribasaya. Maana umejua thamani yako, Kuna mtu anaanza kufanya kazi kwa mikono yake, anaanza kuuza bidhaa. Raika shaka badara leka sheke ribasaya. Na kuna ukisimama mbele ya wakuu, shakala basaka kala bashaya. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu asante. Roho Mtakatifu asante kwa kunijulisha uthamani nilionao na heshima nilionao machoni pako. Nimeelewa thamani yangu, nami nafanya kazi kwa mikono, na kila ninachokifanya na kiuza kwa faida. Mimi mfanya biashara mahiri. Anza kuongea sasa mbele zake, anza kuongea mbele za Roho Mtakatifu. Mwambie mimi nifanya biashara pamoja na wewe Roho Mtakatifu. Mimi nifanya biashara mahiri kwa sababu nafanya na wewe, na kila ninachokifanya na kiuza kwa faida tele. Ongea sahihi.
kinaleta faida tele. La kopa sheke ribo saya, laba sheke ribo saya, leko sheke ribo saya, lebo ko sheke ribo saya. Inua mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Niangalie. Inua mikono yako niangalie. Yes, inua mikono yako. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa amri ambayo nimesikia, nafungua biashara yako. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Nami nakulazimisha na kuamrisha ukae na biashara iliyo bora. Na ikahusike kwa jina la Yesu Kristo. Ni bidhaa adimu. Ni bidhaa ya thamani. Mahali ambapo unauzia, watu wanahitaji hicho kitu. Katika wakati huu watu wanahitaji hicho kitu. Na kulazimisha na kuamrisha ukawe nacho. Ukawe na hiyo biashara kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Ukaikamate na kuifanya, ukaiuze katika thamani na katika faida. Maana Bwana Mungu wako atakufundisha jinsi ya kupata faida katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, sema ni wa faida.